your mercies, O Lord. Remember mercies, O Father, upon our lives. Remember mercy over your church. Remember mercy over our nation. Remember mercy over the nations of the world. For only in thy mercies, Lord, we shall be saved. Spare your people by your mercies. Spare your people by your mercies, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, wonderful Father. We love you forever. In Jesus' name. Amen and amen. Well, put your hands together for the Lord. King of kings and the Lord of lords. In Jesus' precious name. Amen. We are blessed in Jesus' name. As you take your seat, and let's welcome our viewers and the online members that are joining us through our Facebook platform. Tunapokaribisha watazamaji wetu katika mtandao katika Facebook. We want to greet each and every member of this house, wherever they are joining us from. Ningependa kusalimu kila mshirika wote wa nyumba hii mahali popote alipo. Tell them we are grateful that they have joined us. Na tuambie kana kwamba tunashukrani maana wameunganika pamoja nasi. And the Lord is blessing us in Jesus' name. Na Mungu anatubariki katika jina la Yesu. We are looking at in our continuation of our series. Tunaendelea na mafundisho yetu. Remember this month of April we said our theme is about Christ's death and His resurrection. Kumbuka ya kwamba mwezi huu wa tulisema ya kwamba ni kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. We said we are going to round our messages on that subject. Na tunasema kana kwamba ujumbe wetu wote utatoka kwa kichwa hicho. And today we'll be looking at the necessity of His resurrection. Na leo tutaangalia zile faida za kufufuka kwake. The necessity, the importance umahana wa kufufuka kwake, of the place of this resurrection in our lives. Ama sehemu ya kufufuka kwake katika maisha yetu. We all understand that everything in the Bible that we have been instructed about as a place in our lives. Tunalotana kwamba kila Biblia inasema kuna sehemu katika maisha yetu. Prayer as a place in our lives. Maombi yana sehemu maishani mwetu. Bible study as a place in our lives. Kusoma Biblia kuna sehemu katika maisha yetu. Fellowship of the saints as a place in our hearts. Ushirika wa wapendwa una sehemu kwa maisha yetu. Kingdom service as a place in our lives. Utumishi katika ufalme una sehemu kwa maisha yetu. Giving as a place in our lives. Matoleo yana sehemu maishani mwetu. There is also a place of soul winning. Na pia kuna sehemu ya kufufua nafsi. There is a place of reaching out to others. Kuna sehemu ya kufikia wengine. And there is a place of His death and there is a place of His resurrection. Na pia kuna sehemu ya kifo chake na kufufuka kwake. Therefore our focus is mainly today on the necessity of His resurrection. Kwa hivyo leo tunaangalia umuhimu wa kufufuka kwake. Let's look at 1 Corinthians chapter 18 verses 16 through 19. Wacha tuangalie Wakorintho wa kwanza 15 mlango mstari wa 19 verse 16 through 19. Mstari wa 16 mpaka 19. The whole chapter is worth reading. Kifungu chote kinastahili pia kusoma. And you can go through it at your own time. Unaweza pitia kifungu hiki wakati wako. Because the man of God, the apostle, focuses mentally on the benefits of the necessity of Christ's resurrection. Maana mtume Paulo mtumishi wa Mungu anaangalia
kuangalia faida na umuhimu wa kufufuka kwa Yesu Kristo. And it is very important to note that Jesus resurrected for us and for God. Na ni muhimu kujua kana kwamba Yesu Kristo alifufuka ni kwa ajili yetu na pia ni kwa ajili ya Mungu. It was important for us that Jesus rose. Ilikuwa ni ya muhimu kwetu Yesu afufuke. And it was very important to God that he raised him from the dead. Na ilikuwa ni muhimu kwa Mungu amfufue kutoka kwa wafu. So verse 16 we read, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised. 16 inasema maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. And if Christ has not been raised, your faith is mere delusion or futile or fruitless, and you are still in your sins or under the control and the penalty of sin. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. And further, those who have died in spiritual fellowship and union with Christ have perished or are lost. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. If we who are abiding in Christ have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. Kama katika maisha haya tu tumetumaini Kristo, sisi tumaskini kuliko watu wote. Let me take verse 20. Wacha nisome 20 mstari. But the fact is that Christ, the Messiah, has been raised from the dead, and he became the first fruits of those who have fallen asleep in death. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. His resurrection was very necessary for us. Kufufuka kulikuwa na maana ni kwa ajili yetu. We began by speaking about his incarnation, of Jesus leaving heaven, his deity, and wearing the human body, being born with us, among us, and living with us. Tuliona Yesu Kristo akitoka mbinguni na kuvaa mwili wa mwanadamu na kuzaliwa na kuishi pamoja nasi. We looked at his crucifixion. Tuliangalia kule kusulubishwa kwake. We included his passion, his death, and his burial. Tukaangalia kile kifo chake na pia kuzikwa kwake. And now we are looking at his resurrection. Na sasa tunaangalia kufufuka kwake. His incarnation, his crucifixion would have been of no profit if his resurrection was not actualized. Kule kuvaa mwili wa mwanadamu na kusulubishwa kwake, ikiwa angefufuka angukiwa na maana wowote kwa mwanadamu. If Jesus died and did not resurrect, ikiwa Yesu Kristo alikufa na hakufufuka, his death would not have benefited us. Kifo chake akingetupea faida. It is his resurrection from the dead, ni kupitia kifo chake msalabani, that approves his crucifixion, kule ambao kunahakikisha kusulubishwa kwake. when he resurrected, wakati yeye alifufuka, he assured us, yeye alituhakikishia, that his incarnation and crucifixion was not in vain, kana kwamba kule kuvaa ule umwili na kusulubishwa kukuwa bure. and all
that he had achieved through his crucifixion, na kile alitimiza kupitia kusulubishwa it is confirmed, kimehakikishwa, it is established, kimeimarishwa, it is stamped kimethibitishwa through his resurrection. kupitia kufufuka kwake. Oh, when somebody give Jesus a mighty hand of Mtu apigie praise. Yesu makofi mazuri. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. I want to show you 5 things Ningependa nikuonyeshe mambo matano that we get by his resurrection. yale ambayo tunapata kupitia kufufuka kwake, All 5 things that happened by his resurrection, ama mambo matano yaliyofanyika kupitia which kufufuka. are the fruit of his resurrection. Haya ni matunda ya kufufuka They kwake. are the result of his resurrection. Sisi ni matokeo ya matunda They yake. are what we get and become by his resurrection. Kuna kile tulipokea na tukafanyika baada ya It is kufufuka. important to Ni understand vyema kuelewa that his resurrection is very necessary. ya kwamba kufa kwake ni kwa maana, That was very necessary, na ni kwa maana sana, not only to God but to us. si kwa Mungu pekee, lakini kwetu. And it is in this revelation of this resurrection Na ni kupitia ufunuo huu wa ufufuo that we stand in a hope and in a faith. tunasimama na imani. The importance number 1, Umuhimu nambari ya kwanza, or the necessity number 1, ama umuhimu nambari ya kwanza, Jesus' resurrection, kufufuka kwa Kristo it assures us kunatuhakikishia of our future resurrection. mwisho wetu wa kufufuka. It is the guarantee of our future resurrection. Ni hakikisho letu la kufufuka kwetu wakati wa mwisho. That's why Paul writes it to the church. Na ndio sababu Paulo anaandikia kanisa And he said, if Jesus did not resurrect, na anawaambia ikiwa Yesu akufufuka, then those who have died, sasa wale waliokufa they have died forever. wamekufa milele. There is no hope for those who have died. Hakuna tumaini kwa wale waliokufa. But Paul tells us, Lakini Paulo anatuambia it is a fact, ni ukweli, it is a reality ni uhalisi that God raised Jesus from the ya dead. kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wavu. It is no longer a promise of his resurrection. Si ahadi ya kufuka kwake. I like what Paul calls it. Na Mungu anaiita, I like what Paul calls it. napenda vile Paulo anaita. But the fact is, Na anasema kwa uhakika ni, the fact is uhakika ni that Christ has been raised from the dead. ya kwamba Kristo amefuliwa kutoka kwa wavu. The reality is, Uhalisi ni, the undeniable truth is, ukweli ambao huwezi the kama ni, undebatable truth is. ukweli ule ambao unaweza tegemewa. Paul says you can't debate about it. Paulo anasema huwezi piga hii, You cannot question it. hauwezi iuliza swali, Because its resurrection, maana kufa kwake it had a proof. kulikuwa na hakikisho, It was proven beyond a doubt. kulikuwa kumehakikishwa bila kutuliwa That's why shaka. Paul calls it, he says this is the fact. Paulo anasema ni ukweli. So those who died in Christ, Wale wanaokufa ndani ya Kristo and those who continue to die in na Christ, wale wanaendelea kufa ndani ya Kristo, they are physical death. kifo chao cha kiasili It is not the final. si cha mwisho. The resurrection of Jesus, Kufufuliwa kwa Yesu, that God rose him from the yule dead, Mungu alimwamsha kutoka kwa wafu, it is a ni guarantee hakikisho of our future resurrection. ya kufufuliwa kwetu wakati wa mwisho. That tells me and to you, Hiyo inaniambia mimi na wewe, the people that we know watu wale tunajua, that died in Christ, wale waliokufa ndani ya the Kristo, relatives that you have wale watu ambao tunahusiana na wao, that died in the Lord, waliokufa ndani ya Kristo, there is a guarantee wena hakikisho that you will meet them again. ya kwamba utakutana na wao. There is a guarantee Kuna hakikisho that they were not lost. kana kwamba hawakupotea. There is a guarantee Hiyo ni hakikisho that you shall be joined them again. kana kwamba unganike na wao tena, Because Jesus' resurrection maana kufuliwa kwa Yesu is the guarantee ni hakikisho of our future resurrection. ya kufuliwa kwetu kwa mwisho. Oh, could somebody say this after me? Mtu aseme hii nyuma yangu. His resurrection Is resurrection, is my guarantee is my guarantee of my future resurrection. of my future resurrection.
So when a child of God dies, Kwa hivyo wakati mtoto wa Mungu anakufa, he is not lost. yeye hajapotea, He has slept. yeye amelala. And that is the language of the church. Na hiyo ndiyo lugha ya kanisa. We never die. Sisi hatufi, We can only sleep. tunaweza lala tu. There is no death for the church. Hakuna kifo kwa There is kanisa, no death for the believers. hakuna kifo kwa There is waaminio, no death for the saints. hakuna kifo kwa wapendwa. We can only sleep Tunaweza tulala, because we shall wake up again. maana tutaamka tena. Oh, hallelujah. Haleluya! Jesus said, I am life and resurrection. Yesu akasema mimi ni uzima na ufufuo. Speaking to Mother and Mary, Yeye akinena kwa Mary na mama he yake, told them, I am life and resurrection. anawaambia mimi ni uzima na ufufuo. I am the one that rises. I am the one that resurrects. Ni mimi yule ambaye nafufua, ni mimi ninayefufua. And if Jesus is resurrection, Na ikiwa Yesu ndiye ufufuo, every believer that died in him, kila mwaminio anayekufa ndani he yake, shall be resurrected. yeye atafufuliwa. Oh, it shall be a new day and full of joy. Kutakuwa na siku jipya yenye furaha. Knowing, church, we are not lost. Tukijua kanisa hatujapotea, Even if we sleep, hata tukilala we shall wake up again. tutaamka tena, Because Jesus, maana Yesu he is the firstborn yeye ndiye mzaliwa wa of kwanza his resurrection. ya ufufuo wake. He is the first fruit Yeye ndiye mzaliwa of wa kwanza resurrection. ya ufufuo. Hallelujah. Haleluya! 1 Corinthians 12, the same place, verse 42 and 44. Wakorintho 15, the same place, Wakorintho wa kwanza 15 verse 42. mstari wa 42. Oh, what a joy that we have. Ni furaha aina gani ambayo tunayo? It is knowing and understanding deeply about its resurrection that will settle the matters of the eternity. Ni kujua na kuelewa kufufuka kwake kule ambao kuna umuhimu katika umilele. Glory to Jesus. Utukufu wa Yesu. Verse 42. 42. So it is with the resurrection of the dead. The body that is sown imperishable and decays, but the body that is resurrected is imperishable. It is immune to decay. It is immortal. Amen. Verse 42. 42. Kadhalika na kiama ya watu upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutoharibika. Amen. Amen. Paul says, Paulo anasema our bodies that dies, mili yetu ile ambaye ufa they are perishable and they decay. ni miili ambayo huharibika na uonza, But in resurrection, lakini katika kufufuliwa the bodies that we wear, ile miili tutakayevaa, the bodies that we take after resurrection, ile miili tutapokea baada ya he kufufuka, said they are imperishable. anasema ni miili isiyoharibika, They cannot decay. haiwezi onza. They are immune to decay. Hii ni miili ambayo haiwezi onza, And they are immortal bodies. na ni miili ya umilele. And the power of physical death, Na nguvu ya hii, the power of the physical death, na nguvu ya kifo cha kiasili it cannot exert anymore. haiwezi kuwa na nguvu tena. It is a forever bodies. Ni miili ya umilele, It is immortal ni bodies. miili ya milele, They are imperishable ni bodies. miili isiyoharibika. Oh, what a joy that awaits the church at the Ni resurrection. furaha aina gani inayongojea kanisa baada ya ufufuo? Bodies that we are about to wear in this resurrection. Miili ambayo uko karibu kuvaa baada ya kufufuka, They are bodies that we put once and forever. ni miili tutakayoivaa mara moja na milele. In other words, Kwa jingine, the same body that Christ has in his resurrection, kwa jingine ile mwili Kristo aliyevaa baada ya it is kufufuka the same body that the church will have ni mwili ule Kristo utavaa at our resurrection. katika The kufufuka. same bodies, Mwili ule bodies
bodies that know no barriers. miili ambao haizui vizuizi. Remember, after his resurrection, Kumbuka baada ya kufuka kwake, the disciples are close somewhere praying and worshiping. mitume wamejifungia mahali, wanashiriki pale na wanaabudu. They were wondering what has happened and what will become of them. Walikuwa wanashangaa itakuwa nini na itafanyika nini kuhusu maisha yao. The windows are closed, the doors are closed. Milango, madirisha yamefungwa. Jesus appeared. Yesu anatokea. That is the resurrection bodies. Hiyo ni miili iliyofufuliwa. They are unstoppable. Ni miili haizuiliki. There are no walls. Hakuna ukuta. You don't need people to open doors. Hauhitaji watu wafungue milango. They are called resurrected bodies. Ni miili iliyofufuka. I say they are called resurrected bodies. Nasema inaitwa miili iliyofufuka. Jesus takes the disciples on the mountain Walikuwa katika mlima and he said, I'm going up. na anasema nenda juu. There was nothing like this. Hakukuwa na kitu ya kumpeleka. While they were looking at him, Wakati walikuwa wanamwangalia, resurrected bodies, miili iliyofufuliwa they began to travel. alianza kusonga, And he went up and went up. akaanza kupaa juu. And the Bible says they saw him taken up. Na maandiko yanasema wakamwona akipaa. He was not doing like this. Hakuwa anapaa na mabawa. Oh, you don't need to fly. Hauhitaji kupaa na You mabawa. are taken away. Unaondolewa. You are taken away. Unaondolewa. You can disappear and appear. Unaweza potea na utokee. Oh, what a Ni joy. furaha ya aina gani? I say, what a Nasema ni joy. furaha ya aina gani? What a joy. Ni furaha ya aina gani? 1 Thessalonians chapter 4. Wathesalonika wa kwanza 4. Let's look at this. Wacha tuangalie hii. Oh, hallelujah. Haleluya. 1 Thessalonians chapter 4. Wathesalonika wa kwanza mlango wa 4. We are looking at verse 16. Tunaangalia mstari wa 16. The necessity of his resurrection. Muhimu wa kufuka kwake. That's why at his coming, Ndio sababu katika kuja kwake he will not touch the ground. yeye atanguza ulimwengu. You just come at a place in the air. Yeye atakuja tu hapa angani, And those who were dead shall be resurrected. na wale waliokufa watafufuka And na wanapaa and go up. na wanaenda juu, And those who remain, na wale watakaokuwa hai they shall be transfigured watabadilishwa to wear immortal bodies. wavae miili isiyoharibika. To wear immortal bodies. Kuvaa miili isiyoharibika Just like those who have been resurrected. kama vile wale tu wamefufuliwa, And they will also be. na watapaa juu. Hallelujah. Haleluya, Glory to Jesus. utukufu kwa Yesu. You shall not miss any of those two encounters. Hautakosa moja ya hizo. You can't miss his resurrection and miss the transfiguration. Hauwezi kosa kufufuliwa ama ukose kubadilishwa, Because those who will miss in the first resurrection, maana wale watakaokosa katika kufuka kwa kwanza, those who will miss in the first resurrection, wale watakaokosa katika kufuka kwa kwanza, there is no hope for them anymore. hakutakuwa na tumaini kwao tena. So if you will be dead, Ikiwa utakuwa umekufa, then you shall be resurrected. utafufuliwa. If you will be alive, Ikiwa utakuwa hai, you shall be changed utabadilishwa to put on immortal bodies. uvae mwili ambao ni wa milele, Bodies that can fly. miili ambayo inaweza paa, Bodies that are immune to decay. miili ambayo haiwezi oza, Bodies that can live forever. miili ambayo inaweza ishi milele, Bodies that cannot be perished. miili ambayo haiwezi haribika. Hey! Hey! And that is when the people of this world will know Ndio sababu watu wa dunia hii watajua we are not lost being in Christ. sisi hatukupotea kuwa ndani ya Kristo. We are only prepared being in Christ. Tulikuwa tunaandaliwa kuwa ndani ya Kristo. Anybody in Christ is wiser. Yule mtu ambaye ako ndani ya Kristo ni mwenye hekima. I say anybody in Christ, Nasema yote yule aliye ndani ya he is Kristo wiser. ni mwenye hekima, Because they will not miss in the first resurrection. maana watakosa katika kufuka kwa Or kwanza miss in his things of transfiguration. ama katika kubadilishwa kwa kwanza. Verse 16 it says, Mstari wa 16 inasema, for the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, with a shout of an archangel, and with the blast of the trumpet of God. And those who have departed this life in Christ
those who have departed this life in Christ. Not everybody who has died. Those who have died in Christ. Wale waliokufa ndani ya Kristo. Not everybody who has died. Si kila mtu ambaye alikufa. Those who have died in Christ. Wale waliokufa ndani ya Kristo. Meaning those who have received the forgiveness and the reconciliation of God. Hii inamaanisha ni wale waliopokea msamaha na upatanisho ndani ya Kristo. Those who are born again. Wale wameokoka tena. Those who have departed this life in Christ will rise fast. Wale ambao waliopeana maisha yao ndani ya Kristo watafufuka kwanza. If you must die, ikiwa lazima ufe, die in Christ. Kufa ndani ya Kristo. There is hope for you. Kuna tumaini kwako. I say if you must sleep, ikiwa lazima ulale, sleep in Christ. Lala ndani ya Kristo. Because there is a hope for you. Maana kuna tumaini kwako. If you must depart, ikiwa lazima uondoke, depart in Christ. Ondoka ndani ya Kristo. For there is a hope in you. Maana kuna tumaini kwako. Because many have departed. Maana wengi wameondoka. But not in Christ. Lakini si ndani ya Kristo. Many big names have departed. Watu wengi wameondoka. Many small names have departed. Majina madogo yameondoka. The rich and the poor have departed. Matajiri maskini wameondoka. But not in Christ. Si ndani ya Kristo. There is only hope. Kuna tumaini for them that depart in Christ. Wale ambao wanaondoka ndani ya Kristo. For there shall be a call out of heaven. Kutakuwa na mwaliko. And those who died in Christ. Na wale wanaokufa ndani ya Kristo. Those who died in Christ. Wale wanaokufa ndani ya Kristo. Shall resurrect. Watafufuka. And meet the Lord at the sky. Na kukutana na Kristo agani. Oh, my prayer for you. Maombi yangu kwako. You shall not miss that time. Wewe hautakosa. My prayer for you. Maombi yangu kwangu. You shall not miss that hour. Wewe utakosa hiyo saa. It's the hour of resurrection. Masaa ya kufufuliwa. If you should have been dead, wale wanakuwa wamekufa, you shall not miss it. Hautakosa hiyo. I see you meeting the Lord in the skies. Na kukutana na Yesu wakati. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hey. Hey. And that is not all. Na hiyo haitoshi. Verse 17. 17. It says, anasema, then we. Sasa sisi. Then we. Sasa sisi. We are spoken about those that departed in the Lord. Tumeongelelea sasa wale ambao waliondoka ndani ya Kristo. They will be partakers in the first resurrection. Watakuwa ni wale wahusika wa kwanza katika ufufuo wa kwanza. Number 1. Ya kwanza. Those who have died. Wale waliokufa. Number 2. Ya pili. We. Sisi. Say me. Sema mimi. If you are looking forward for that day, say me. Ikiwa unaangalia wakati, sema mimi. The living ones all remain on the earth. Wale ambao watakuwa wamebakia ulimwenguni shall simultaneously be caught up along with the resurrected dead. Watapatikana na kubadilishwa haraka sana. They shall watafanyika be caught up along with those who have resurrected. Watanyakuliwa pamoja na wale watakuwa wamefufuliwa. In the clouds. Katika mawingu. To meet the Lord in the air. Kukutana na Bwana angani. And so always. Hey. Na hiyo. Through the eternity of eternities. Katika umilele wa umilele. Through the eternity of eternities. Katika umilele wa umilele. We shall be with the Lord. Tutakuwa pamoja na Mungu. We shall be with the Lord. Tutakuwa pamoja na Bwana. We shall be with the Lord. Tutakuwa pamoja na Bwana. His resurrection. Kufufuka kwake is a guarantee of our future resurrection. Hakikisho letu la kufufuliwa kwetu kwa umilele. That after that resurrection. Baada ya kufufuliwa. And after that transfiguration. Na baada ya kule kubadilishwa. We shall be with the Lord. Tutakuwa na Bwana. Through eternity of all eternities. Katika umilele wa umilele. Hey! Hey! What do I get after his resurrection? Nitapata nini baada ya kufufuka kwake? Future resurrection.
Ufufuo wa umilele. Future resurrection. Ufufuo wa mwisho. Why do you rejoice and celebrate his resurrection? Kwa nini ufurahi na usherekee ufufuo Because wake? of my future resurrection. Ni kwa ajili ya kufufuliwa kwangu Why kwa are you mwisho. happy about his Kwa resurrection? nini nafurahia kufufuka kwake? It is a guarantee Ni hakikisho of my resurrection ya kufufuliwa kwangu. that tells me Hii inaniambia death or physical death, kifo cha kiasili, physical death kifo cha kiasili is no longer a threat in our lives. sio tisho katika maisha yetu. It's not final. It is not a final. Si ya mwisho. And a child of God should not be afraid of death. Na mtoto wa Mungu hafai kuongopa kifo. Should not. Hafai kuongopa. Should not. Hafai kuongopa. It is the sinner Ni mwenye dhambi who should be afraid of death. anapaswa aongope kifo. And no wonder how they die. They die throwing their leg this side, the other leg this side, their mouth open, beating every part of their body. Na ndio sababu wanakufa wakitupa miguu, wakitupa mikono, mdomo ukiwa umeangalia umepanuka, maana wanaongopa kwenda. If they are dying around you, you must have some ropes to keep them calm. Ikiwa watakufa ukiwa karibu, unapaswa kuwe na kamba uwafunge. But how do the righteous die? Lakini wenye haki kufa namna gani? Wanalala vizuri. Wake up! Amka, hataki kuamka. It's already half on the other side. Tayari yeye ameamka ulimwengu mwingine. Praise the name of the Lord. Jina Bwana lisifiwe. Receive the benefit of his resurrection. Pokea faida za kufufuka kwake. Enjoy the benefit of his resurrection. Furahia faida za kufufuka kwake. Enjoy the power of his resurrection. Furahia nguvu za kufufuka It is in kwake. his resurrection Maana ndani ya kufufuka that our kwake faith is strong. imani yetu ina nguvu. We stand in this power of his resurrection. Tunasimama katika nguvu ya kufufuka kwake. Our hope are not shaken. Tumaini letu Our halitingiki. hope is not destroyed. Tumaini letu haliabiwi. Our hope stands firm Tumaini letu lasimama imara that Jesus who died for ya us, kwamba Yesu aliyekufa ni kwa ajili he yetu. also rose for us Yeye alifufuka ni kwa ajili yetu. and guaranteed our future resurrection. Na akahakikisha kufa kwetu kwa Father, mwisho. I give you the praise. Kwa hivyo naomba sifa I give you the glory na kufa utukufu that we are not lost. ya kwamba hatujapotea. Our faith is not fruitless. Imani yetu si haina Our matunda. faith in you, Lord, Imani yetu ndani yetu Bwana it assures of us of our inatuhakikishia future resurrection. ufufuo wetu wa If mwisho. we die in the flesh, Tukifa ndani ya we mwili, know it is not final. najua si ya We mwisho. shall be resurrected. Utafufuka If we shall be living, Lord, ikiwa tunaishi in Bwana times of your coming, na ukuja, we know we shall be changed tutabadilishwa simultaneously, kwa milele. simultaneously, Mara hiyo together with those who are dead, pamoja wale waliokuwa and we wamekufa shall be caught up to tutanyakuliwa meet you, Lord. na nawe You Bwana. are the Lord of my soul. You are the master of my life. Wewe ndiye Bwana You wa are the wangu. king of my life. Wewe ndiye I Bwana wa maisha submit, yangu. oh Lord. Ninanyenyekea I Bwana. decrease that you may increase. Wewe uongezeke. You are my Father. Wewe ni baba yangu. You are my Savior. Wewe ni mkombozi You are wangu. my deliverer. Wewe ni mkombozi You are wangu. my Wewe redeemer. ni mkombozi The wangu. Savior of my soul. Wewe The nafsi healer yangu. of my life. Mkombozi wa maisha Receive yangu. all the praise. Pokea sifa zote. Receive all the glory. Pokea utukufu. Thank you, Father. Asante Bwana. In Jesus' precious name. Katika jina la dhamana la Yesu. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stay tuned Kuwa pale for the next things ahead of us. ni kwa ajili ya ibada tatu ambazo ziko mbele yetu. Stay tuned for the next thing, the next part of this message. Kuwa pale ni kwa ajili ya sehemu ya pili ya ujumbe huu. This death was so necessary, Kifo chake kilikuwa cha umuhimu and you better get it right na ni lazima ukipate vizuri and enjoy your little life down here on earth. na ufurahie maisha yako hapa ulimwenguni. I like what Paul says, through eternity of eternities. Napenda vile Paulo anasema katika umilele wa umilele. Always. Milele. And the other way to say always is to say through eternity of eternities, that even the natural man can understand. Ile jazuri ya kusema kila wakati kusema ni umilele wa milele ili hata mtu wa kawaida aelewe. Hallelujah. Hallelujah. You shall not miss that time. Hautakosa huo wakati. You can't miss any of those two. Hauwezi kosa hizo mbili. Because whosoever will miss those two
Maana yote yule atakayekosa hizo mbili, there will be no more hope for that person. hakutakuwa na tumaini lingine la huyo mtu. That person is going direct to hellfire. Yule mtu ataenda moja kwa moja jehanamu. If you miss resurrection, Ukikosa kufuliwa, don't miss the cash up of the church. usikose kunyakuliwa kwa kanisa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Amen. Let's give our offerings to the Lord. Wacha tutoe sadaka zetu kwa Bwana.